Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Msaliti wa Mapenzi sehemu ya 12. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel yetu, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Lakini pia kwenye upande wa TikTok, akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Baba Sam the King channel, unapoplay video hii, yani unapoicheza, juu kuna vitufe ambavyo vinaonekana juu kwa upande wako wa kulia. Gusa kitufe ambacho kina alama ya jumlisha, moja kwa moja utakuwa umetufollow. Utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King channel kwa upande wa TikTok. Tunachokuomba subscribe, yani nikimaanisha kwamba follow, like kama umependezwa na video hizi, lakini share na wenzio waweze kujifunza kupitia simulizi hizi, lakini pia comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Karibu sehemu ya 12 ya simulizi yetu inayoitwa Msaliti wa Mapenzi. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya vipimo, moja kwa moja walivyogundua kwamba damu yake na damu ya kijana wa kuitwa Onesimo zinaendana, basi moja kwa moja walimuingiza fieta kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji. Na hatimaye kweli alifanyiwa upasuaji. Hatimaye binti huyu wa kuitwa Flora Chama aliondoka katika hospitali hiyo, akaondoka moja kwa moja, na walimwambia kwamba ikiwezekana kesho yake aweze kuja kutazama wagonjwa wake watakuwa wanaendeleaje. Hapo walikubaliana na hatimaye akawa ameondoka. Upande wa pili, Yeremia Mwamoto alianza kujihoji sana kichwa akiwa anajiuliza maswali yasiyo na majibu. Rafiki yake atakuwa ameenda wapi? Na mbona hakumwaga? Na kwa nini amekaa muda wote huo na haijulikani kwamba ameelekea wapi? Alikaa chini na kuanza kuwaza. Alianza kuwaza kimoyomoyo huku akijisemea, rafiki yangu inaonekana kabisa leo wameamua kumpeleka kabisa. Yani hata kumuona tena inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba leo hatutafanya kazi kwa sababu ya kwenda tu kwa mpenzi wake yule ambaye aliyempata. Ila mimi namu na jinsi ninavyomuona huyo mwanamke ni kama vile
hakuna mapenzi kabisa kwa rafiki yangu. Ni kama vile tu anajileta, lakini mimi sioni kabisa kama hapo kuna mapenzi. Kama kweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kama kweli alikuwa ni mpenzi mzuri, ana mantiki mazuri, kwa nini hakusema kuanzia siku ile kama endapo alikuwa amepatwa na matatizo? Leo hii ndo amekumbuka kuanza kuzungumza kwamba ana matatizo. Lakini mimi, rafiki yangu mimi, nilimshauri kwamba jamani, haya mapenzi inatakiwa kuangalia vizuri, kwa sababu huyo inawezekana asiwe anampenda. Nikamwambia inawezekana huenda ana lengo lake tu la kuja kwa ajili ya pesa. Sasa jana ameniambia eti leo atakuja kuchukuliwa ili waende hospitali. Lakini je, hapa najihoji, ni kweli kule baba mkubwa ambaye ni baba yake mzazi anajua kweli kama endapo ameenda kupasuliwa ili aweze kutolewa figo? Analijua hilo? Unajua rafiki yangu, kuna baadhi ya maamuzi ambayo anayafanya mengine hata hayasitahili. Kila kitu ingetakiwa baba mkubwa au anakijua, kila anachokifanya au anakijua. Sasa kama yeye anakimbilia tu kufanya, hapa atakuja atapata shida, na wakulaumiwa ni mimi hapa. Yeremia, alitokaje? Wewe ulikuwa wapi? Na mambo mengine kama hayo. Sasa sijui mimi wazee wake mimi nitawaambiaje. Lakini siku zote bwana, mapenzi ni upofu. Unaweza ukamwambia mtu na asikusikilize kabisa, kwa sababu moyo wake ameshawekeza kule. Ngoja nisikilize nini ambacho kitakachojiri. Baada ya kujiwazia kimoyomoyo mawazo kama hayo, akiwa anajisemea kimoyomoyo, aliendelea kufanya kazi za pale nyumbani, kwa sababu alijua tu kwa wakati huo sidhani kama endapo ana uwezo wa kutoka huko atakakotoka aje waambatane waende moja kwa moja mpaka kazini kwao, yani wazunguke kuwatafuta wale wasanii ambao ni wa kuandikia nyimbo. Alijua tu kwamba haitawezekana. Kwa hiyo kwa siku hiyo inawezekana kabisa kuingiza kipato kwao itakuwa ni ngumu. Na ndivyo ilivyokuwa. Mchana mzima alishinda pale akiwa hana furaha. Na hata kupika chai hakupika, wala na chakula cha mchana hakula. Alikuwa ni mwenye mawazo sana, akiwa hajui afanye nini. Flora Chama alienda moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake ambaye walisoma naye katika darasa moja. Rafiki yake huyo alikuwa ni mpenzi sana wa kusoma mambo ya dini. Rafiki yake alikuwa anaitwa Jamila. Jamila huyu alimkuta akiwa kwake ndani ya nyumba ambapo alipopanga, kwa sababu yeye kazi yake alikuwa anaenda kuinjilisha sehemu. Wakiamua kumchangia kasadaka kutokana na uinjilishaji, ndo anapata chakula cha hapa na pale. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwinjilishaji tu. Baada ya kufika pale, alimueleza scenario lote ambalo namna jinsi ambavyo linavyoendelea. Na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi.
Yaani nikwambie shoga, sikiliza, mimi kiukweli nina mpenzi wangu anaitwa Onesmo Mwamkanyanga. Huyo Onesmo ni mwanaume ambaye nimempenda sana. Sasa katika pita yangu nikakutana na kijana tena ambaye nilisoma naye. Sinamkumbuka yule kijana yule kijana ambaye tulisoma naye yule. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Ibrahimu Muhina ambao tuliwaacha nyuma kimadarasa, lakini mwingine alihamia pale shuleni, alikuwa anaitwa Jeremia Mwamoto, yule anayeongea kama muhamuha hivi. Sawa, nimewakumbuka. Sasa mimi nilienda nikadata na yule mwingine yule kijana mlemavu. Shoga, anataka kuniambia yule mlemavu ulimpenda kwa dhati? Sikiliza sasa Jamila, bado naendelea kukusimulia. Sasa yule tu nilikuwa nataka nimgeuze tu kama mchepuko wangu. Jesus. Sasa mbona anza kunishangaa? Flora, hivi wewe kwa akili yako ulijua kufanya hivyo ni vizuri? Yaani huku na mpenzi ukaamua huyo mpenzi wako uanze kumchiti kwa mwanaume mwingine. Hivi wewe unaona ulikuwa unafanya jambo la maana? Choga. Sasa wewe unakubalije kwa mfano uendelee kuwa na mwanaume mmoja? Mungu wa Israeli, kwa nini nisiwe na mwanaume mmoja? Kwani unafikiria kukitembeza ndo kupata pesa nyingi? Inatakiwa natumia wanaume tofauti, mara huyu mara yule, mambo yaweze kunyoka. Haya, kila mtu na akili yake. Mimi sikuumbwa nikiwa na akili kama za kwako, na ninamtegemea Mungu, na mpaka sasa ninainjilisha. Haya unayoendelea kuniambia ndani ya nyumba yangu ni kinyume na utaratibu. Lakini anyway, acha niendelee kukusikiliza. Baada ya kufanya hayo yote, baada ya kufanya hayo yote,
Onesimo mchumba wangu akawa ameugua. Baada ya kupelekwa hospitali akagundulika kwamba ni mgonjwa wa figo. Kilichotokea shoga, ikabidi nimwambia huyu mchepuko wangu kwamba mimi ndo ninayeumwa figo. Kwa hiyo wameenda wamemtolea figo. Baada ya kumpima akagundulika kwamba yuko vizuri. Kaenda kutoa figo kwa ajili ya kipenzi changu Onesimo. Sasa rafiki yangu ndo naanza na kulia. Flora, naomba utoke ndani ya nyumba yangu. Toka ndani ya nyumba yangu. Maskini Jamila alianza kulia pasina kujua kwamba hilo jambo analojaribu kuambiwa lilikuwa ni la ukweli kabisa. Nakumbuka amemsimulia kabisa kwamba huyu alikuwa ni mtu mwenye ulemavu. Alafu anamwambia alikuwa ni kama mchepuko wake. Alafu amemwambia tena kwamba amepeleka wampime wamtoe figo ili waweze kumwekea kipenzi chake Onesimo. Imemuuma sana Jamila. Hapo ndipo ambapo alipoamua kumfukuza ili aweze kutoka mle ndani. Na kweli alitoka na hatimaye akaondoka. Na baada ya kuondoka, alianza kujisemea kimoyomoyo. Huyu binti wa kuitwa Flora Chama alianza kuwaza huku akijisemea hivi: kwa kweli kuna wanawake ambao ni wapumbavu. Yaani wao wamepata mwanaume ambaye ana uwezo tofauti, unaacha kuchepuka eti kisa ukae tu na mwanaume mmoja. Nani kasema mwanamke ukiwa mzuri ni lazima uendelee kutafuta wengine? Na ukiendelea kukaa na mwanaume mmoja inakuwa sio busara, lazima utafute na wengine kwa sababu wewe ni mzuri. Jamila, umenifukuza. Sitarudi nyumbani kwako tena mpaka naingia kaburini. Naonekana umempenda sana Mungu kuliko mimi. Asante. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo kimoyomoyo, aliondoka kwa hasira. Akaondoka kabisa eneo hilo ambapo alipokuwa amepanga Jamila. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 12 ya simulizi yetu inayoitwa Msaliti wa Mapenzi imeishia hapa. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Na kwa upande wa TikTok tunajulikana kama Baba Sam The King channel, Baba Sam The King channel. Ukiwa umeicheza hii video, juu kulia kwako
kuna vitufe ambavyo utakavyoviona, lakini wewe nenda kaguse kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Moja kwa moja hapo utakuwa umetufollow. Kwa hiyo tunachokuomba follow, like kama umependezwa na video hii, pia share kwa wenzio ili nao waweze kujifunza simulizi hizi, lakini pia comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Vipi kama endapo wewe ungekuwa ndio Ibrahimu Muhina, ungefanya nini? Ungechukua jukumu gani kama ukija kugundua haya yote yamekutokea? Unaweza kufanya nini? Pia tumemuona huyu binti wa kuitwa Jamila amesikitika sana baada ya kuona rafiki yake amejiingiza kwenye mambo ya kumwasi Mungu, mambo ambayo hayampendezi Mungu, mambo ya utapeli wa kimapenzi, mambo ya usaliti wa kimapenzi. Je, unahisi ni kitu gani ambacho atakachokiwaza zaidi? Kumbuka Jamila ni mama mtu mzima, ingawa bado hajaolewa, lakini ni mkubwa kuliko binti huyu wa kuitwa Flora Chama. Japokuwa Flora hajaolewa, lakini ana mpenzi wake Onesmo, na huyu Jamila yeye hana mpenzi kabisa, anaendelea tu bado kumuomba Mungu ili aweze kumpatia mpenzi, lakini ni mkubwa kuliko Flora Chama. Unahisi ni kitu gani ambacho atakachoweza kukifanya huyu binti wa kuitwa Jamila? Unahisi ni kitu gani ambacho atakachoenda kukifanya? Je, ataanza kutembea na kuutangazia umma kutokana na kwamba yeye ni mwinjilishaji, au ni kitu gani ambacho atakachokifanya? Twende pamoja. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel.